Uhari gani mpenzi mtazamaji wa Bela TV, karibu sana. Leo hii ilikuwa ni siku nzuri ya maombi kuliombea taifa pamoja na uchaguzi mkuu 2025 na tumemaliza kila kitu kimeenda sawa. Watu wameomba kwa ajili ya taifa lakini pia kuombea uchaguzi mkuu. Hapa niko na mtumishi wa Mungu Pastor Joyce Ombeni. Mtumishi wa Mungu, shalom. Shalom, shalom. Uko vizuri? Mungu ni mwema. Sawa, kwa faida yule ambaye anatutazama, tumweleze jambo ambalo tulikuwa tunalifanya leo hii hapa Kigamboni. Leo kwa neema ya Mungu tulikuwa na maombi makubwa kabisa ambayo yamefanywa na Baraza la Makanisa ya Kitume na Manabii chini ya mtumishi wa Mungu Nabii Joshua, ambayo haya maombi yamefanywa na idara ya wanawake ambayo inaongozwa na mtumishi wa Mungu Nabii mke Tupilike Hans hapa Kigamboni. Kwa hiyo tulikuwa hapa na mimi ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, idara ya wanawake Baraza la Makanisa ya Kitume na Kinabii Tanzania. Kwa hiyo tuko hapa Kigamboni leo. Kwa kweli tulikuwa na maombi mazuri sana kwa ajili ya kuombea nchi yetu, kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu. Lengo kabisa, tunatamani uchaguzi wetu uwe na amani kama tunavyofanya miaka yote, ndivyo ambavyo tunatamani uwepo amani. Maana Tanzania ni kitovu cha amani. Amani tulionayo hatutamani kuipoteza. Na ninamshukuru Mungu, makanisa mengi yamekuwa yakifanya haya maombi. Hata kwenye Baraza la Makanisa ya Kitume na Manabii tumefanya maombi Tanzania nzima. Kwa hiyo wakati Dar es Salaam tunaendelea na maombi, na Arusha pia walikuwa wanaendelea na maombi, Moshi walikuwa wanaendelea na maombi, na mikoa mingine. Kwa hiyo ilikuwa ni kauli mbiu ya mikoa yote Tanzania nzima kwa ujumla. Na pia watu wakifuatilia kwenye mitandao unaona kuna makanisa mengi sana wamekuwa wakiomba kwa ajili ya uchaguzi. Tunamwamini Mungu uchaguzi utakuwa wa haki. Kwa sababu watu wengi mataifa mbalimbali wanaangalia nini kitatokea Tanzania. Lakini naamini kabisa kila kitu kitaenda sawa, uchaguzi utaenda vizuri na nchi yetu itabaki kuwa na amani. Amina. Tumekusanyika wamama lakini pia mabinti. Nini hasa ambacho mlikiona mpaka kufanya iwe mabinti na wamama waombe kwa ajili ya taifa? Lengo kubwa pia ni kuwafundisha mabinti zetu wajue namna ya kumtafuta Mungu. Kwa sababu ila sisi tunazeeka ujue. Kuna umri unaenda sasa, tunakuwa watu wazima. Kwa hiyo lazima tuanze kuwafundisha mabinti zetu mapema ili na wenyewe waje kuwa waombaji. Si unaona mimi nimeanza kuimba, naendelea kuimba. Lakini kiangalia sasa hivi nagawa kijiti japo naendelea kuimba. Yaani kama unavyozidi kuendelea kuna umri unasogea. Kwa hiyo kama unavyozidi kusogea unahakikisha kwamba hiyo mbegu unaipanda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tumekuja na mabinti pia pamoja ili tuombe kwa pamoja. Kwa hiyo ilikuwa ni kongamano la wanawake wote. Yaani pamoja na mabinti na mama wote wa lika zote. Tumeombea taifa lakini pia uchaguzi mkuu. Kitu gani ambacho tulikiona hakiko sawa? Nafikiri ni kwamba sidhani kama kuna kitu ambacho kiko sawa, kwa sababu ni desturi ya Tanzania kila baada ya miaka kadhaa, ndio miaka 5 lazima uchaguzi uwepo. Kwa hiyo changamoto na hali ambazo zipo ni vitu ambavyo vinakuwepo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuomba tu ili Mungu akatimize lile ambalo amekusudia kulifanya. Kikubwa zaidi yote yakafanyike kwa amani kabisa bila kuwa na fujo ya aina yoyote. Hilo ndo kusudio letu na lengo letu. Tanzania imekuwa ni Tanzania amani, na hata nchi jirani wanatamani na wao wangekuwa kama Tanzania. Kwa hiyo hatutamani kupoteza hii amani. Naamini itakuwepo na itaendelea kuwepo na uchaguzi utaenda vizuri kabisa. Amina. Wamama nimeona tumelia sana ukiwa na bendera zetu. Nini hasa unatamani kumwambia Mtanzania ambaye anakutazama? Kitu ambacho napenda kumwambia Mtanzania anayenitazama ni majira ya kuendelea kuomba kwa ajili ya tarehe 29 haiko mbali. Nikusii tu endelea kuomba, na kikubwa zaidi naomba utulivu. Mungu yupo. Yeye ndo anayejua nini kinaenda kutokea tarehe 29, lakini tunajua ni kwa amani kabisa bila fujo ya aina yoyote. Nikushauri tu Mtanzania mwenzangu, kupiga kula ni haki yako. Ukiweza kutoka nenda ukapige kula, kamchague kiongozi ambaye utasikia moyoni kumchagua. Hilo ni jambo jema sana. Lakini niweze kuwasiwa Tanzania, kikubwa hii amani ambayo tunayo tusiipoteze. Kanisa kama kanisa kazi yetu ni kuomba, sio kubishana wala kushindana. Sisi ni kuomba na kumlilia Mungu
ili amani iendelee kudumu Tanzania. Amina, chochote kile cha kumalizia? Cha kumalizia niseme tu kwamba mimi ni Pastor Joyce Ombeni wa kanisa la Upendo wa Kristo pale Goba kwa Wazi. Naamini uchaguzi utaenda vizuri. Tarehe 2 utakuwa na sikukuu ya watoto. Niwakaribishe sana, tuje tufurahi, tucheze, turukeruke pamoja na watoto. Si utakuja Bella? Karibu sana. Watoto watahubiri, wataimba, kuna vitu vizuri, lakini nitazindua mfuko wa upendo kwa ajili ya kusaidia watoto yatima na wenye uhitaji. Mimi unajua niliwahi kuzaa mtoto mlemavu kwa hiyo naelewa maumivu. Kwa hiyo ninasikia toka nikiwa na yule mtoto nikasema siku moja nitakuja kufanya hili jambo. Kwa hiyo na wewe kufanya hili jambo Disemba kwamba tuwafikie wale watoto ambao wamelemaa viungo ili tuweze kuwafikia, kupeleka msaada na maombi zaidi. Kwa Jumapili utazindua tarehe 2 baada ya uchaguzi. Tumeona tuache kwanza uchaguzi upite. Kwa hiyo baada ya uchaguzi Jumapili ya tarehe 2 tukimshukuru Mungu kwa ajili ya uchaguzi, pamoja na tunazindua huo mfuko wa upendo, na itakuwa ni sikukuu ya watoto ili tuweze kuwafikia wale watoto wenye uhitaji na walemavu na yatima kwa kile ambacho tutakipata. Ikifika Disemba tukifikisha miaka 2 ya kanisa, basi tutapita kwa ajili ya kugawa hivyo vitu ambavyo tutakuwa tumevipata hiyo tarehe 2. Nashukuru sana. Amen. Mungu akubariki sana.